walete kati. Bana, the mental pantive katika kikosi cha Simba hatimaye amekula kichapo cha mabao 4-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman. Maneno yamekuwa mengi sana. Hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba vichapo vimeanza, mengi yanazalishwa mitaani. Nikasema nimtafute mbukuzi wa soka Hamis Kabwe. Maoni yake ni yapi? Mechi ya pili kwa mnyama ni kipimo gani kuelekea katika mechi za kimataifa? Upo vizuri? Nipo vizuri, nipo vizuri. Singano nipo vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Tumekutana tena. Walete kati. Kabwe, tuanzie na hili mechi ya kimataifa ya kirafiki. Naweza nikasema hivyo. Kwa upande wa Simba dhidi ya Al Hilal Omdurman, mechi ya pili, mbuke mechi ya kwanza ambayo ilichezewa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, hatimaye amerudiana, mnyama amekula magoli 4. Vipi mechi hii kwako, ni mechi za aina gani kwa the mental pantive, japokuwa maneno yashaanza kuzalishwa huko mtaani? Kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza Simba Sports Club kwa kucheza hii michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman ya Sudan. Ni mechi muhimu sana 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 sana, na wanapaswa kuichukulia positive. Yani hizi ni mechi ambazo kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema kwamba zitawasaidia Simba Sports Club. Kama kuna mtu ataangalia yale matokeo kama sehemu ya kumhukumu Dimitar Pantev, basi atakuwa anaukosea sana mpira. Kama kuna mtu atachukua yale matokeo ya kufungwa magoli 4-1 na kumhukumu Dimitar Pantev kwamba ndio ubora wake upo pale, umeishia pale, yani watu wakahukumu, basi huyo tutamweka kwenye kundi la watu ambao hawajui mpira. Na hatuwezi kumpa nafasi kabisa ya kuweza kuzungumzia mpira, kwa sababu atakuwa anahukumu katika muda ambao sio sahihi. Na kwa bahati mbaya kwenye mpira wetu tumekuwa na watu wa aina tofauti. Kuna watu wanaojua mpira na kuna watu ambao hawajui mpira. Watu ambao hawajui mpira ndio wana matatizo na wamekuwa wakileta shida kubwa sana, haswa kwenye michezo hii ambayo inaendelea kirafiki, au matokeo yoyote yakitokea mabaya unakuta watu ni wa kwanza kuhukumu pasina hata kufanya tathmini za kiufundi. Jana Simba amefungwa magoli 4-1. Kama shabiki wa Simba unapaswa kukaa chini na kumshukuru Mungu, kasema alhamdulillah. Kufungwa 4-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman, yani unapaswa kumshukuru Mungu, kasema alhamdulillah, bora maradufu, yani maradufu bora. Bora hata tumefungwa. Kwa sababu kushinda hakukupi taswira ya moja kwa moja. Hakukupi taswira ya moja kwa moja ya kujua kikosi chako kipo vipi. Shubula vizuri. Sahihi. Ukifungwa inakupa taswira ya moja kwa moja kujua eneo hili lina mapungufu, eneo hili lina ubora, eneo hili nilifanyie kazi vipi ili kuweza kuwa bora zaidi. Nafikiri kama kuna mtu ambaye amefurahia sana mchezo wa jana, basi atakuwa ni mwalimu Dimitar Pantev. Wakati wengine wanaumia na kusononeka kwamba Simba amefungwa magoli 4 na nini, wengine wanacheka, yeye mwalimu Dimitar Pantev atakuwa amekaa kwenye kiti huko anakula shushu. Anasema yes, kile nilichokuwa nakitaka nimekipata. Kwa sababu tukubaliane mimi na wewe, mimi bahati nzuri kuna watu ambao walikuwepo wanaangalia ule mchezo. Kuna wachezaji ambao walichaguliwa kwenye ule mchezo, wachezaji wengine ambao sio regular starter, wachezaji ambao waanze kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Unafahamu mpaka wakina Wilson Nangu, umeona wale mabwana wadogo wale under 20 wale ambao wamepandishwa walicheza ule mchezo. Lengo na madhumuni ni mwalimu kujua huu mchezaji ni bora, huu mchezaji sio bora, huu mchezaji nikimpa nafasi kwa staili yangu naocheza naweza akafiti, huyu hawezi kufiti. Nitakupa assignment moja. Mimi nipata nafasi ya mechi ya kwanza ile kupata baadhi ya clip nyingi ili nimwangalie mwalimu Dimitar Pantev kiufundi anaitengeneza timu yake kwenye setup ipi. Wana Simba wajiandae kisaikolojia. Wana Simba wajiandae kisaikolojia. Nini umekiona kwa Dimitar? Ni risk taker. Ni risk taker, ni modern coach. Kocha wa kisasa ambaye kiuhalisia anataka timu yake iweze kumcontrol mpinzani kwenye eneo lake zaidi kuliko kuja kwenye eneo lake ili la ulinzi. Kwa maana kwamba anapenda kukabia kwenye high line. Anaacha mabeki watatu kwenye eneo lile la chini, viungo wawili juu,
alafu watu 5 kwenye eneo la ushambuliaji, ili timu ikipoteza mpira kwa haraka wafanye pressing, waweze kuwanyang'anya watu kwa haraka kabisa na kuweza kuwashambulia. Lakini ni riski kwa sababu ikutana timu ambayo ina uwezo wa kufanya vizuri transition, yani ina uwezo kufanya vizuri counter attack ama counter press, wakikupokonya mpira kwa haraka na wakiwa ni wazuri sana, wana ile technical ability nzuri, ni rahisi sana kuweza kufunga. Nafikiri jana kwa akili yangu tu ya kawaida inaniambia kwamba alicheza kwenye gia hiyo. Bahati nzuri kwenye mechi ya kwanza Al Hilal hawakumwadhibu ipasavyo, lakini jana walipata hiyo nafasi ya kumwadhibu kwa sababu Al Hilal wana quality kama waliokuwa nayo Simba Sports Club. Simula vizuri. Hata kwenye mechi iliyopita kuna makosa mimi niliyaona walifanya mabeki wa Simba na baadhi ya wachezaji, ule mtindo wao wa kupoteza pasi ule. Walipoteza pasi kama 3-4 hivi. Al Hilal walishindwa tu kuwaadhibu Simba. Al Hilal walishindwa kuwaadhibu tu nini Simba. Lakini kama wangekuwa clinical enough walikuwa wanawaadhibu Simba Sports Club. Eneo lingine ambalo niliona Simba ni bora na wana Simba watakula shushu ni eneo la kutengeneza nafasi. Simba wanatengeneza nafasi nyingi sana. Sasa ni wale washambuliaji kuwa clinical, kufunga magoli mengi. Yaani Jonathan Soa, yule Suleiman Mwalimu pamoja na Steve Dese Mkwala, kama watakuwa clinical enough kwa aina ya mpira na ucheza Dimitar Pantev na aina ya ideas ambazo wanataka kuziingiza kwenye timu. Tupo hapa mimi na wewe tunaongea. Si watu hawajaiona Simba. Wataiona kwenye mechi ya Nsingizini United. Wana Simba wajiandae kupokea magoli mengi zaidi. Lakini wanapaswa kutambua ya kwamba timu yao itakuwa ina riski zaidi kwa sababu itakuwa inacheza kama inavyocheza labda FC Barcelona, kama Bayern Munich. Haina maana kwamba inacheza labda kama Bayern Munich basi ni yani Simba inafanana na Bayern Munich. Hapana. Setup ya timu yao kukabia kwenye ile high line ndio itakuwa inacheza kama vile. Kabwe, Simba imechagua mechi za kirafiki na timu kubwa kabisa aina ya Al Hilal Omdurman kabisa. Dimitar Pantev alitaka kugundua nini kwa namna ambavyo kikosi chake, pengine Al Hilal ni timu kubwa sana na inafanya makubwa katika bara la Afrika kabla. Alitaka kuendelea kugundua mapungufu kwenye timu yake na kuendelea kuwasoma wachezaji wake. Tuongee ukweli, kama Dimitar Pantev angetaka tu sifa tu, kutaka sifa bana, mimi nishawafunga Al Hilal, si angeacha kuomba mechi nyingine ya kirafiki. Si alishinda mechi ya kwanza. Kama angetaka tu sifa akasema mimi nataka sifa watu wanisifie na kadhalika, angeacha. Lakini inawezekana mechi ya kwanza aliona kuna kitu hakipo sawa. Hebu ngoja tena niombe tena mechi ya pili. Hawa ni watu sahihi mimi kuweza kunipima. Kwa kama nina mbinu zangu, na game plan yangu, na ideas zangu, huu ni wakati wa kuzipima hapa na kujua hawa wachezaji nilokuwa nao ni sahihi kwa wakati huu. Aina ya mpinzani nakutana naye nani? Al Hilal. Al Hilal ikumbuka na yeye anajiandaa na klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Polisi ya Kenya. Kwa hiyo Al Hilal na yeye aliingia akiwa ameng'ata meno. Simula vizuri. Na kwa bahati nzuri Al Hilal na wenyewe ni kama Simba Sports Club, yani kikosi kio cha kwanza, cha pili, bado wana quality. Sasa kwa aina ya game watakayokupa, utagundua tu na mapungufu sehemu gani, mimi ni bora sehemu gani. Utagundua baadhi ya wachezaji, kuna wachezaji wengine unagundua kabisa huyu mchezaji ni mvivu, huyu mchezaji hafai kwenye kikosi, huyu mchezaji niendane naye, huyu nisiendane naye. Hiyo ni advantage nyingine ambayo alikuwa anahitaji Dimitar Pantev kwenye mechi miwili, kwenye mechi hizi mbili dhidi ya Al Hilal. Na kiukweli amefanikiwa. Binafsi kwangu mimi Dimitar Pantev amefanikiwa na Simba Sports Club wamefanikiwa kwa sababu wamepata testi ambayo alikuwa anahitaji Dimitar Pantev kuelekea mechi ya klabu bingwa dhidi ya Nsingizini United. Kabwe, dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Of course, utofauti wa Simba na Yanga ni upi? Yanga wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya TRA hapa. Mchezo ule taarifa zinatoka ni kwamba ametoa sare, lakini official page ya klabu hatukuona wakiposti matokeo. Ama uliona? Asikuona ufuze. Baadaye. Upi utofauti wa Simba na Young Africans kwa namna ambavyo ya ile eneo? Simba amepokea kichapo cha magoli 4 lakini mapema tu akashusha bwana, full time 4-1. Utofauti wa Yanga na Simba kwa hivi sasa ni kwamba Young Africans wako kwenye pressure kubwa sana kuliko Simba. Young Africans wako kwenye pressure kubwa kutoka kwa mashabiki wao wakitaka
kocha Romain Folz afukuzwe. Wakati huo huo zilikuwa zinatapakaa taarifa za kwamba Romuald Rakatondrabe anaweza akawa kocha mkuu wa Young Africans. Zikatoka taarifa kwamba wameshindwana. Lakini wakati huo huo mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans alitoka na kuzungumza na vyombo vya habari, akasema kwamba kile ambacho kinachofanyika mazoezini hivi sasa ni hatari. Yani ile Yanga ambao mashabiki walikuwa wanaihitaji ndo wanayoiona wapi? Mazoezini. Siku ya pili yake wanacheza mchezo wa kirafiki na Tabora, na wale TRA ambao sasa hivi ndo Tabora ambao sasa hivi ndo TRA. Alafu wanapata sare ya 0-0. Nikuulize wewe Singano. Tayari alikaa mkashasema kwamba aina ya pira linalochezwa kule mazoezini ni hatari. Alafu asubuhi yake wanatoka na taarifa ya kwamba Young Africans imepata sare dhidi ya nani? Ya Tabora United ama TRA. Unafikiri reaction ya mashabiki ingekuwaje? Kwa utofauti uliokuwepo hapo ni kwamba Simba wao sasa hivi pressure wameshashusha kwa sababu wanajua yule ni kocha mpya. Kwa hiyo anahitaji muda. Yanga wao pressure iliyokuwepo ni kwamba mashabiki hawamhitaji yule kocha, wanaamini anacheza mpira mbaya. Alafu wakati huo alikamwe anasifia wameenda wametoa sare. Bora hata wangetoa sare labda na au wangefungwa labda na Al Hilal. Wametoa sare na TRA Tabora United. Pata picha mashabiki wa Yanga hapo. Kwenye peji tu ya Yanga wangetoka povu kiasi gani? Sahihi. Kwa mimi nawaelewa Young Africans kutokutoa yale matokeo ya Tabora kwa sababu walikuwa wanaiondoa pressure kutoka kwa mashabiki zao. Yani pangechafuka kiukweli. Pangechafuka na sasa hivi pamechafuka, yani kwa sasa pamechafuka kwa sababu hawamtaki kabisa Romain Folz. Lakini msimamo wangu mimi uko pale pale ya kwamba Romain Folz anahitaji muda, anahitaji kupewa nafasi ili aweze kuinject mbinu zake. Na Young Africans sio Mungu. Young Africans sio malaika kwamba watatawala tu, yani watakuwa wao hawakosei au yani Young Africans ni klabu kama zilivyokuwa klabu nyingine. Kuna muda wataenda watafeli. Kuna muda wataenda hawatachukua ubingwa. So kwenye vipindi kama hivyo vyote inabidi mashabiki wakubaliane navyo. Kwa sababu inawezekana kwa wanapitia kipindi fulani ambacho sio kizuri, baadaye wakaja wakakaa sawa. Kabwe, tutegemee vitu gani kwenye hizi timu mbili, Simba na Young Africans kimataifa? Tunategemea na hizi mechi za kirafiki ambazo wamezipata na aina za timu ambazo wamecheza nazo. Ni wazi kabisa kimataifa unaenda kukutana na mpinzani ambaye ni level nyingine kabisa. Simba ni yeye kama aliyehakikishia kupata intensity kubwa ya kimataifa kuliko Young Africans. Nsingizini Hotspur sio timu ya kutisha. Kwanza ndio wamechukua ubingwa mara moja wa ligi ya Eswatini. Mara moja ambapo ndo msimu uliopita. Msimu jana walishika nafasi ya 3. Msimu juzi walishika nafasi ya 6. Timu kubwa kwenye nchi ya Eswatini ni Mbabane Swallows. Sibula vizuri Lakini kwa kuchagiza tu, msimu uliopita hawa Nsingizini Hotspurs walishiriki mashindano ya CAF Confederation Cup. Kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup walikutana na Stellenbosch ambaye alikutana na Simba Sports Club kwenye hatua ya nusu finali. Aggregate kati ya Nsingizini Hotspurs na Stellenbosch ilikuwa 8-0. Nani kashinda? Stellenbosch. Ambao huyo Stellenbosch alienda kukutana na Simba Sports Club nusu finali, Simba akafanya nini? Kafuzu. Kwa hiyo ubora wa Nsingizini United haufiki Simba Sports Club hata theluthi. Simula vizuri. Lakini kama haitoshi, asilimia kubwa ya wachezaji wengi ambao wacheza Nsingizini wanatokea pale pale Eswatini na wengine wachache kutoka Afrika Kusini. Sio timu ya kutisha. Nsingizini wakiitoa Simba Sports Club itakuwa ni story. Ila Simba wakiitoa Nsingizini Hotspurs is not a big story. Sasa kwa kwangu mimi hizi mechi mbili zilizopata Simba Sports Club ni nafasi ya mwalimu kujua wapi kuna mapungufu, wapi Simba anapaswa kwenda na wachezaji fulani ili kwa ajili ya kwenda kumshughulikia ipasavyo Nsingizini Hotspur. Yaani unapaswa kumshughulikia. sahihi.
sioni Simba Sports Club ikitolewa na Nsingizini. Kama itatolewa na Nsingizini itakuwa ni aibu. Kwa Young Africans, kwa Young Africans wale Silver Strikers ni timu kwanza ya benki. Lakini pili ni mabingwa mara 10 wa ligi ya Malawi. Kwa kama ni mabingwa mara 10 ni timu ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikishiriki mashindano ya klabu bingwa pamoja na shirikisho, lakini wamekuwa kitokea kwenye hatua za awali hizi. Angalau msimu huu wamefuka mpaka kwenye hatua ya pili. Hapa ndo mara nyingi wamekuwa wakitoka. Inawezekana Young Africans akaenda kukutana labda na mchezo mgumu kwa sababu ya wa Malawi kidogo na wenyewe ni wagumu. Sio kama wa Eswatini. Kwa ni wazi Simba na mechi rahisi kuliko Yanga. Binafsi mimi naona hivi. Mimi naona kwamba Simba ana mechi rahisi kuliko Young Africans. Silver Strikers kutoka Malawi inawezekana kampa game ngumu zaidi ndani Young Africans kuliko Simba kupewa game na Nsingizini. Simba akipewa game ngumu na Nsingizini na Simba akaonyesha udhaifu kama alivyoonyesha kwa Gaborone United, ni kwa sababu Simba wako katika kiwango kibovu. Tukubaliane kabisa. Yaani mimi narudia tena kukwambia. Gaborone United hawakupaswa kuwatunishia misuli Simba. Ni kwa sababu Simba walikuwa katika kiwango kibovu. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa hivi sasa. Nsingizini Hotspurs wakiwatunishia misuli Simba na Simba wakazidiwa, ni kwa sababu Simba labda watakuwa kwenye kiwango kibovu. Simba vizuri. Lakini binafsi ni aina ya mpinzani ambayo wanamudu. Hata Silver Strikers ni aina ya mpinzani ambayo Young Africans wanamudu. Lakini angalau yeye anatoka taifa ambalo kimpira limekuwa likitoa wachezaji wengi ambao wana uwezo, wagumu, wabishi. Na hata timu yao imeshiriki ya mashindano kwa muda mrefu. Sasa. Na ni mabingwa mara nyingi wa ligi ya Malawi. Na ni timu ambayo inajiweza kiuchumi. Hata kama wana wachezaji wengi ambao wanatoka pale Malawi, lakini wana wachezaji wengi ambao kiuhalisia wanaweza kuchumi. Na bahati nzuri Malawi wachezaji wao wengi wanatoka hapa kucheza ligi ya Afrika Kusini. Ni kama vile tulivyokuwa sisi. Yaani ukiangalia wachezaji wengi wa Malawi na wachezaji kutoka Tanzania hawatofautiani sana pakubwa. Na wenyewe wana wachezaji wengi kutoka nje. Nimeona wana Nigeria mmoja hivi na baadhi ya wachezaji wengine kama 2-3 hivi kutoka nje, lakini hawana wachezaji wengi ambao unaweza kusema labda hawa wachezaji labda wanatisha hapa. Wengi wanatoka pale. Lakini sasa mimi kinachonipa wasiwasi kwamba hii mechi ya Young Africans na hawa Silver Strikers inaweza ikawa ngumu, ni kwa sababu Malawi pia ni taifa la kimpira. Kwa hiyo lolote likitokea ni kwa sababu za nini? Za kimpira. Kwa sababu unajua baada ya mechi ya pili ya Yanga na wale Willet de Benguela, maneno yalikuwa ni mengi kwamba mbona mara ya kwanza tuliwafunga kirahisi sana, kwa nini mechi ya pili imekuwa ngumu, huyu kocha mbovu afukuzwa na kadhalika. Wale Willet de Benguela maandalizi walioanza kuyafanya na timu yao ilikuwa ndo kwanza inashiriki yale mashindano. Lakini taifa wanaotoka mimi naamini Willet de Benguela kama msimu mwingine watarudi tena kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, hawatarudi kwa staili ile. Tupo mimi na wewe hapa, tuombe Mungu. Kwa aina ya uwekezaji ambao wanaofanya, hawatarudi tena kwa namna ile. Naomba tena Mungu wakutane na timu kutoka tena Tanzania. Nitakuja mimi kukuuliza. Kabwe, tuendelea kuzungumzia hii michezo miwili ya Simba na Yanga, kwa namna ambavyo wanaelekea mechi hizo zote. Wapo away, watamalizia wakiwa nyumbani hapa nyumbani Tanzania. Kwa leo tuweke nukta. Hamisi Kabwe. Nashukuru sana ndugu.